Mwongozo wa kujifunza Biblia leo ikiwa ni Julai 13 siku ya Jumatatu. Mada inasema wenye msingi katika Yesu. Somo wa Korintho wa kwanza sura ile ya kwanza ya 10. Unafikiri Paulo alimaanisha nini aliposema bali mhitimu katika nia moja na shauri moja? Kuundwa kwa makundi kulijumuisha mtu kukana utii kwa Kristo. Mungu alituita katika ushirika wa mwanawe Yesu Kristo Bwana wetu. Bwana wetu ni Kristo na tunapaswa kujielekeza kwake. Kwa hivyo, jibu la maswali yasiyohitaji majibu. Je, Kristo amegawanyika? Je, Paulo alisulubiwa kwa ajili yenu? Au je, mlibatizwa kwa jina la Paulo? Katika Wakorintho wa kwanza sura ile ya kwanza ya 13. Ni hapana. Kristo hajagawanyika. Kristo ndiye aliyesulubiwa kwa ajili yetu. Tulibatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mathayo 28:19. Paulo anasema kwamba sisi ni mwili wa Kristo na viungo kila moja peke yake. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 12:27. Wakati mwili una viungo vingi, kila kimoja na kazi yake, bado ni mwili mmoja. Kwa maana ili mwili ufanye kazi vizuri, kila kiungo kinapaswa kufanya kazi yake kulingana na uwezo wake. Stiari hii inaonyesha kwamba Paulo anatafuta umoja, si kuwa sawa. Anatafuta umoja katika utofauti. Zaidi ya hayo, anatafuta umoja licha ya utofauti. Hata hivyo, mawazo na maoni yote lazima yasalimishwe kwa Kristo Bwana wetu. Ukweli kwamba Kristo ni Bwana wetu ni dhana muhimu sana kwa Paulo, kiasi kwamba anaitumia tena na tena mwanzoni mwa Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza sura ile ya kwanza, ya pili, ya 7, ya 8, ya 9 na ya 10. Hivyo, kabla ya Paulo kushughulika na suala la makundi na viongozi wa kibinadamu, kwanza anasisitiza kwamba sisi sote tunaye Yesu kama Bwana wetu. Kanisa haliwategemei viongozi wa kibinadamu. Wakristo wanamtegemea au wamejikita kwa Yesu. Msisitizo juu ya ubwana wa Yesu katika aya za kwanza za Wakorintho wa kwanza unatusaidia kuelewa kile ambacho Paulo alimaanisha kwa maneno haya: mhitimu katika nia moja na shauri moja. Wakorintho wa kwanza sura ile ya kwanza ya 10. Neno la Kiunani linalotafsiriwa kama kuhitimu linatokana na kitenzo katartizo. Kinadokeza kwamba kitu kinapaswa kurejeshwa katika hali yake halisi. Wakati makundi yanapoundwa kutokana na viongozi wa kibinadamu, uhusiano ndani ya kanisa ni lazima urejeshwe katika hali yake halisi. Na hilo linaweza kutokea kwa njia ya kile kinachojumuishwa na umoja katika Kristo na kuifia nafsi. Katika miongo michache iliyopita, baadhi ya sehemu za kanisa la Waadventista wa Sabato zimesisitiza vikundi vidogo vya kujifunza Biblia. Kuna tofauti gani kati ya makundi na vikundi hivyo vidogo? Tunawezaje kuwa waangalifu ili vikundi vidogo visigeuke kuwa makundi? Mungu atubariki sote na nikutakie tafakari njema.